wajumbe wa mkutano mkuu, itifaki imezingatiwa. Sisi kama Yas tuko hapa, mimi nayeongea ni Fadhila Saidi, mkurugenzi wa kanda ya Kusini, Pwani Kusini, nikiwa nimeongozana na wenzangu. Naomba msogee hapa haraka. Yupo Ali hapa ambao wengi mmekuwa mkimwona, ni meneja mauzo wa Lindi. Yupo William Roki ambaye yeye anahusika na mambo ya biashara ya Mixx by Yas. Tupo na mwingine Suleiman, yeye anahusika na mambo ya biashara yenye mahusiano na mambo ya serikali, ikiwepo mambo ya kilimo ambayo yanawagusa watu moja kwa moja. Tupo na mwingine ambaye anaitwa Msofe, yeye anahusika na mambo ya chapa yetu katika maeneo ya Pwani Kusini. Lakini bila kusahau yupo ndugu yetu pale Joseph, yeye anahusika na wakulima na yani mambo ya wakulima, yani kwamba Yas tumeona huku Pwani ya Kusini unahusika sana na mambo ya kilimo. Kwa hiyo wamemleta mtu ambaye anaitwa Joseph, yuko pale kuhakikisha shughuli zote za wakulima na mambo yao ya wakulima yanatufikia kama ambavyo wakulima wanahitaji. Kwa nashukuru sana. Kwa nini tuko hapa leo? Kwanza tunawashukuru watu wa Lindi Mwambao kwa kutualika kama wadau, lakini vile vile sisi hapa tunawashukuru sana kwa huduma ambayo tumekuwa tukifanya na nyie, malipo ambayo tumeyafanya kwa mwaka jana sisi Mixx by Yas, ambao zamani tulikuwa Tigo Pesa, na wakulima wetu ambao tumefanya kwa vizuri zaidi. Sisi kama mtandao ambao tunahusika na mawasiliano na teknolojia, tuko hapa, hatujawahi kuwa na msigano wowote na mabenki au na yoyote, kwa sababu sisi na mabenki ni wadau. Na wale sitaki hata kusema wanyoshe mikono wale wananchi pale, kwa sababu najua kwamba 99% wana line za Yas. Kwa sisi kwenye malipo tunasema pesa inamfuata mtu, na ndio lengo letu, yani yeye mkulima au mtu yoyote apate kile ambacho anastahili kwa kuto kutumia nguvu yoyote, kwa kuto kutumia gharama za ziada. Kwa kama mtandao wa teknolojia, hawa ni watu wetu. Kwa tunaona namna gani tunarahisisha maisha yao. Kwa ndio maana tukiwa kila siku mtandao wa teknolojia na mawasiliano, kila siku tunakaa tunafikiria namna gani tunakuwa hatua kivipi. Kwa katika kimojawapo tukiwafikiria wateja wetu wa kanda hii, changamoto yao kubwa ni namna gani wanapokea pesa zao na bila kuwa na stress yoyote. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hivyo, na naamini tumekuwa tukifanya kwa ubora sana. Na tuna nini leo? Kwa nini tuko hapa? Kuna vitu vingi ambavyo tumekuwa tumeangalia tunaweza kuboresha nini na mahitaji ya wakulima wetu kwa msimu huu. Cha kwanza, tumekuja na mikopo, kwa sababu wakulima wamekuwa wanahitaji mkopo, lakini mara nyingine wanahitajika kuwa na dhamana kubwa ambayo imekuwa ikiwashinda. Mtu anashindwa kupata dawa ya kiasi kidogo tu ambayo anaweza kuuliza kwenye mikorosho yake na nini. Kwa hiyo kuna mikopo ambayo tayari wamekuwa wakiipata kupitia kwenye vyama vyao, ambapo unachotakiwa tu ni kujiorodhesha kwenye chama chako, unatuletea listi na wanapokea mikopo. Kama nilivyosema, pesa inamfuata kule ambako yuko, na tumekuwa tukifanya hivyo.